tuzungumze nao, na tumekujuza mapema tu kwamba na wewe unaweza kuuliza swali lako mapema ukaliandaa ukalituma kupitia 0621 107 107. Hali kadhalika katika channel yetu ya YouTube tupo mubashara, tutumie swali lako hapa kwa wageni wetu. Meneja wakala wa vipimo Tanzania kitengo cha bandari Alfred Shungu na meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Ilala Muhono Nation, karibuni. Asante sana. Naweza kusogea kidogo ili msikilizaji wetu apate kusikia vizuri sauti hii na kizungumza hapo yule ambaye anafuatilia masuala haya ya vipimo ili akae sawa sawa. Tunaangalia kampeni ya kutokomeza vipimo batili. Hivi vipimo batili ni vipi? Asante mtangazaji. Vipimo batili ni vitu visivyozingatia sheria na kanuni. Maana wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali ambayo inaendeshwa kwa mujibu wa sheria namba 340. Kwa hiyo kila kipimo ina kanuni yake na sheria yake ambacho kinapitia njia ambazo zinazotakiwa, imepitia muundo, imehakikiwa na imepasi. Sasa hicho ndio kipimo sahihi. Kipimo sahihi. Kwa hiyo vile vingine vyote ambavyo havijapitia hayo leo yasema ni batili. Ni batili. Mfano makopo, visado. Kwamba unapima mchele kupitia visado. Hiyo sio kipimo. Hivi kile kisado hakijulikani kama ni kilo ngapi? Hakijulikani. Nilikuta kule Mbeya wanaita ndoni. Wanasema ndoni. Kule Ruvuma wanaita kuna dumla. Alafu dumla linakuwa kubwa zaidi ya kile kisado. Inakuwa kubwa hivi kidogo. Ndio maana inaitwa dumla. Kila maeneo wanabuni. Lakini kumbe bila kujua kwamba hivyo sio vipimo sahihi na havitambuliki. Sawa. Nafikiri ni wakati sahihi sasa wa kuweza kufahamu haya ambayo tunayaeleza. Sasa kama ni hivyo, kampeni yenyewe ni kutokomeza vipimo batili. Mnafanya nini kwa wakati kama kwa mfano leo ndio maadhimisho ya siku ya vipimo duniani. Na kwa vile ndio siku mwafaka, bila shaka mna wiki na mwezi mzima wa kuendelea kutoa elimu na miezi mingine kuendelea kutoa elimu, bado ni jukumu lenu. Nini kinafanyika? Tuzungumze na Nation kutoka Ilala. Mungu wetu wa Nation ni kwa Ilala kama mtangalisho na bwana Madege. Kama alivyosema mwenzangu, vipimo batili hivi ndivyo kutokana na sheria, lakini kuelekea hii ambayo leo ndio siku ya vipimo, tumejikita sana kwenye kuelimisha, na kama mlivyoona juzi tumeelimisha kupitia soko la Kariakoo, ambapo vipimo batili mara nyingi sana tunaona vinamgusa mwananchi moja kwa moja, especially kwenye mazao ya shamba. Kwa tumejikita sana kwenye mazao ya shamba na vipimo batili aina nyingine. Vipimo batili ambavyo hata mzani ambao hujaandikiwa tunaweza tukauita batili, kwa sababu unaweza usitoe kipimo sahihi. Kwa kama sheria inasema ili kipimo kiwe sahihi lazima kiwe kimehakikiwa. Kwa hiyo tunatoa elimu na bado hata leo tunatoa elimu, kila siku tunatoa elimu. Pamoja ni kazi yetu, lakini kwenye wiki hii tumejikita zaidi kwenye elimu sana ili kupunguza hiyo batili. Kwa mfano mtu anakwenda sokoni, pale kuna vipimo vingi bado. Hii inatokana na uelewa, sio tu wale wauzaji, hata wananchi. Hata nyie mkienda pale unasema naomba sado wanyama, unasema naomba sado. Yaani imekuwa kama mazoea. Sasa hata tunapotoa elimu kwa wale watu wa masokoni, nao wanasema jamani, muambie hata wateja wetu, kwa sababu tunaposema nyewe mnasema mizani, nyewe mnasema vipimo sahihi. Kweli mimi mzani huwa, lakini mtu anakuja hapa, mzani huwa hapa na kisado hiki hapa, anachagua kisado, anaona mzani, yaani ile mazoea, mtu anaona kwamba kwenye mzani ndio kwa sababu umezungumzia swala hapo la kisado kile kwamba pia ni kipimo batili. Vipi kuhusu yale mafungu ambayo yanapangwa? Mtu anakuambia fungu hili shilingi 1000, ili shilingi 500, ila 2000. Unajua yale mafungu anaweza kuwa anauza kwa namba, lakini hayako sawa. Ingekuwa ni vitu ambavyo viko uniform, kwa mfano kalamu umesema 10,
nini 10 liko uniform kama, lakini fungu la nyanya haliwezi kuwa na ili na ili kawa saa, haiwezekani. Ukiachukua ile mafungu ukayapima utakuta ile ina robo ina point. Kwa hiyo bado huyu mtu anatakiwa atumie, lakini kama ilikuwa ni fungu ambalo bando moja na piece 10 na ili na piece 10, yaani unasema huyu anauza kwa namba ambao anauza nyanya 5, anauza, lakini zile nyanya 5 anapanga 5. Na hata ukiangalia ile mafungu yeye anaangalia kwa macho. Kuna nyanya ndogo ndogo anaweza kukuta 6 na nyingine za kukuta 5, nyingine. Sasa ile inatakiwa atumie kipimo. Wewe unakuja unasema nataka kilo moja, nataka nusu kilo, nataka kiasi gani? Basi hizo ndio sawa. Alfred Shungu, kumekuwa na malalamiko sana kwamba uko sokoni ndio usiseme, maana hata tukisema tunasoma ujumbe hapo wote watalalamikia hilo. Yaani ni kila namna ya dhuluma inaendelea huko. Hii mizani, mmekuwa na utaratibu gani katika kuihakiki ili kuondoa haya maneno mengine yanayoelezwa? Asante mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria ya vipimo, kila kipimo kinakaguliwa at least kwa mwaka mara moja. Na baada ya kukaguliwa kinafuatiliwa, yaani ukaguzi wa kushtukiza. Imekuwa tukiendelea maisha yetu yote, kila mwaka lazima uhakiki na ukague na ufuatilie. Na wakati huo huo kama raia na yeye anatakiwa anapokwenda buchani, anapokwenda kwenye ununuzi wa gesi LPG, hakikishe kwamba kile kipimo kinachotumika kimehakikiwa na wakala wa vipimo na stika yake inaonekana pale. Pamoja hata kwenye petrol station, kwamba unapofika na gari yako hakikisha ile kipimo cha dispensing pump kinasoma 0 ili isije ukapunja. Maana kuna pikipiki panaweza ikaja ameweka lita 2, alafu ukaja ukaomba lita 10, akakuunganishia zile lita 2, utakuwa umepata lita 8. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kwanza awe aware, halafu na sisi wakala wa vipimo tufanye kazi yetu. Tumeifanya kazi yetu vizuri, lakini wewe umeshindwa kufuatilia. Umepaki gari yako, nipe kilo 10 za nyama, unaletewa wala ukuona wala ule mzani uje uchunguza kama umekiwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa hapa ni kuendelea kutoa elimu. Kama UFM umetupa nafasi hii, ni kitu tuendelee kutoa elimu maisha yetu yote. Na mkumbuke leo ni siku ya vipimo duniani. Wai tarehe 20. Niwarudishe nyuma mwaka 1875. Ndipo kikao kilikaa pale Paris, mataifa yale ya Ulaya. Wakatengeneza, wakati ule kulikuwa kipimo kimoja tu cha urefu. Kwa hiyo tumeenda, dunia inakwenda mpaka leo vimekuja vipimo tofauti tofauti. Kilo, ujazo, urefu, vimekuwa vipimo vya aina nyingi. Mpaka tunafika mwaka 1955. Shirika la vipimo duniani linaanzishwa. Ilikuwa tarehe 12 Oktoba. Kwa hiyo kanuni zikaanza kutengenezwa, vipimo vikaanza kufahamika. Lengo la vipimo kwamba kilo moja ya Dar es Salaam ni sawa na kilo moja ya Mbeya, ni sawa na kilo moja ya Denmark, ya dunia nzima uniform, kwamba tufanane. Kwa hiyo ndio maisha yote lita kadhalika vile zifahamike. Ndio maana utaona kwamba maisha yako yote kuanzia asubuhi ni vipimo. Hapa mmetuambia tunatakiwa saa 1:30 ni kipimo. Ni kipimo cha muda. Unavaa viatu namba ngapi? Kipimo. Kwa hiyo maisha yetu hatuwezi kujitenga na vipimo. Kikombe ni kipimo. Unataka kikombe cha size gani? Ni kipimo. Kwa hiyo kipimo ni uchumi. Na kwa vile mbali na kwamba umezungumzia habari ya vipimo na mizani, tunaambiwa wewe ni meneja wa wakala vipimo kitengo cha bandari. Huku bandarini nako kuna mambo yake. Yepi mnayezingatia kwa mfano kwenye makontena yanayoletwa na vipimo vingine mbalimbali ambavyo vimekuwa vikilazimika kupimwa hasa kwa mizigo ambayo inaingia kupitia bandari yetu? Asante ndugu mtangazaji. Wakala wa vipimo mimi hapa ni manager wa wakala wa vipimo kitengo maalum cha mafuta. Sawa. Naona hayo mafuta yanayoingia kwa njia ya meli. Mle ndani ya meli wakala wa vipimo yumo ndani. Anahakikisha nchi kupitia TRA kiasi kilichoingia nchini kimehakikiwa kati ya supplier, muuzaji na mnunuzi. Kuna tenda haki. Wakala wa vipimo ni kama referee. Kati. Yuko katikati pale. Kama timu mbili zinacheza,
maana yake hakikishe sheria zote Zinafuatwa. Ili goli ni halali, offside ni halali. Kwa hiyo pale wakala wa vipimo hakikishe kwamba mafuta yaliyoingia nchini ni lita fulani, atoe taarifa kwa ajili ya TRA, atoe taarifa kwa ajili ya muuzaji, atoe taarifa kwa ajili ya mnunuzi humo ndani ya meli. Lakini baada ya ndani ya meli mafuta unayasafisha kwenda depo. Sasa inaenda depo kupitia flow meter tena ya serikali. Wakala wa vipimo yupo tena pale. Hakikishe kipimo kile kimehakikiwa, kimewekewa government seal, kinapima sahihi. Akitoka tena pale yafike depo, lile tanki linalopokea, wakala wa vipimo tena anahusika kuhakikisha ile tanki mafuta yaliyoingia ni kiasi gani, uhakiki tena unafanyika. Yakitoka pale mnaona haya magari yanapita pale, truck zile za mafuta na zenyewe zimehakikiwa. Paka yanakwenda petrol station, anaweka mafuta, wale matenki yanayohifadhi mafuta chini, yanaingia pale yamehakikiwa. Kutoka pale sasa wewe ndio mtu wa mwisho unakwenda kununua pale petrol station. Kwa hiyo supply chain yote wakala na bado pia mpaka ukifika kwenye kituo cha mafuta mambo ya vipimo yataendelea mpaka kwa yule mlaji ambaye sasa mafuta ndio yameingia kwenye gari yake ya pikipiki yake, chombo chake chochote, bado mnaendelea kufuatilia huko. Naam, Nashon, kuna swala hili, maana ametueleza hapo Shungu kwamba vipimo ni kila kitu, yani ndio maisha yetu ya kawaida. Sasa hivi tunashuhudia na wilaya yako ama eneo lako hilo la Ilala, kuna maeneo mengi yanapimwa viwanja sasa hivi. Kuna watu wanapima viwanja bado mpaka sasa kwa kutumia miguu, kwamba hatua sio ngapi, lakini kuna wengine bado hawajaelewa, wananchi wanaonunua viwanja. Unaambiwa kiwanja cha futi 50 kwa 40. Wengine wanasema square mita 20, square mita 400, square mita mia ngapi. Ni kipi ambacho ni kipimo ambacho kinaeleweka vizuri na kinafaa zaidi kwenye upimaji wa viwanja kwa wananchi? Vyote hivyo ni hatua nazo ni vipimo batili. Sema vipimo batili. Nasema hiyo inakuwa mara nyingi si inakuwa ni mtu na mtu wanakubaliana. Lakini mkienda kiuhalisia na kama mnataka kufanya vipimo ukamuita mtu kwa ajili ya kupima ili kuweka documentation sawa na kupata hati, hawezi kutumia miguu. Atatumia vipimo ambavyo vimehakikiwa. Kwa hiyo kwenye kutumia miguu ni sio vipimo sahihi. Kwa zile square meter na futi, sisi tupo kwa Tanzania hatutumii futi, tunatumia vipimo vya metri, lakini sio kwamba futi sio sahihi, lakini katika nchi tulivyokubaliana kipimo kinachofaa kwenye ardhi ndio maana unakuta ni square meter, lakini ukienda kwa wenzetu kwa Marekani unaweza kutumia square feet. Lakini kwa Tanzania na nchi ambazo tunatumia metri. So square meter ni ule tu urefu unazidishwa unapata square meter. Na nisome ujumbe kidogo. Msikilizaji wetu Mzee Majala yuko Vikindu. Anaandika, anasema wakala wa vipimo, jamani, tembeleeni soko la Vikindu mjionee madudu, mizani ya nyama inatudhulumu kweli. Maoni ya msikilizaji hayo na yakiweka kwake hayo. Mwingine anasema habari za asubuhi, nimefurahishwa na elimu aliyoitoa Shungu kuhusiana na namna ambavyo wakala wa vipimo kumbe kusimamia tangu meli inapotaka kuanza kushusha mafuta. Maana mambo mengine ni elimu, mtu vizuri ajue kwamba wakala kumbe wako mpaka kwenye meli inavutia nanga, kabla haijashusha umekagua, inashusha inakaguliwa kila kitu. Sawa. Mwingine anasema nasikiliza maelezo ya wakala wa vipimo, swala la elimu bado linatakiwa kuendelea kutolewa, na pia mazoea nayo sio mazuri, maana ndio yanatufikisha hapa leo tukilalamika kila kukicha. Ametuandikia msikilizaji wetu Mwalimu Shebi kutoka Butiama mkoani Mara, kaandika ujumbe huo. Huyu anasema habari studio, na mnasema nzuri. Anasema swala la vipimo vya gunia lumbesa, hili mbona hamjaligusa madege? Tutaligusa hilo, ni muhimu sana kwa sababu hata waziri mkuu jana amezungumza hilo swala la lumbesa hilo, watu weka hilo. Kuna maswali hapo ya kujibu kwa wataalamu. Nafikiri tuende kwanza kwa sababu ujumbe unazidi kumiminika. Hapo katika ujumbe wote uliotoka kwa msikilizaji kuna moja ni swali hapa.
Ni maoni. Ni maoni. Anaomba mtembelee soko la Vikindu kule. Ni eneo lako la kazi Ilala au liko nje ya eneo lako? Maana ni mkoa wa Pwani. Vikindu ni Pwani. Vivuka tayari. Lakini unaweza kuwasaidia kwa ushauri. Tunapata hivi kwa sababu kila mkoa una wakala vipimo. Ukipata hivi unawasiliana nao na hapo katika kuwasaidia, mtu akishagundua kwamba hiki kipimo nimetaka kilo 2, lakini nimeenda sehemu nyingine nimepima nimeona ni kilo 1.5, anatakiwa afanye nini? Yaani kwa nini tunasema mtu atumie vipimo? Kutumia kisado ufungu huna sehemu ya kulinganisha. Ukitumia vipimo, ukitumia kwa mfano mzani, umepima mzigo wako, unaweza kwenda kulinganisha sehemu nyingine. Kwa mfano kama ulivyosema, mtu ameuza kilo 2, anaweza kwenda, lakini kuuza kisado unaenda kulinganisha ni kisado kipi? Hakiko standard. Umeelewa? Kwa maana hiyo akikuta yaani sio akikuta, yeye akihisi tu. Akihisi bwana mimi nimepunja. Hata kama iko sawa, akihisi bwana pale sio sawa. Hata sipenda kupima. Yeye anatakiwa aende kwa ofisi kwa vipimo. Atoe taarifa kwamba sisi tutakwenda. Na uzuri wa vipimo iko Tanzania nzima. Meneja Bwana Nation, wakati unayosema hayo, msikilizaji wetu Nicholas kutoka UDOM Dodoma, kwa maana ya chuo kikuu cha Dodoma, anasema wakala wa vipimo, kama mmegundua kwamba sisi wananchi hatuna uelewa kuhusu swala la visado, basi vipigwe marufuku huko sokoni, maana ndio vinavyotuchanganya na kiasi cha kuacha mzani kung'ang'ania visado. Anaitwa Nicholas kutoka Dodoma. Yes, yaani visado vimepigwa marufuku na vitakiwa kutumika, na tumekuwa tukivizuia kwa kuvikamata, wananunua vingine vinaweza bei rahisi. Sasa tumejikita kwenye elimu sana, na hiyo inatokana tuna wakamata wale au tunazuia sana kule wakati wananchi hawana elimu. Mtu yupo lazi, tumeshuhudia kwenye kazi zetu, baada ya kuliona hili tunatumia nguvu nyingi kwa tunaweza tukaelimisha. Mtu yupo lazi, kisado kimekamatwa, asubiri kiletwe, ataka mzani huko apimwe kwenye kisado. Sasa tumeona na wananchi, nashukuru naye ameuliza hili swali, awe mjumbe mzuri, akifika pale bwana mimi sitaki kisado. Tukienda hivi tutafika. Lakini unaweza ukasimamisha biashara kwa kuzuia visado wote kwa vikamata. Imetokea tunakamata, tunaweka hata Ilala tumekamata, lakini sasa hivi nashukuru Mungu watu wanaanza kuleta. Ukifika Ilala sio kama mwanzo, mizani iko mingi, ni elimu taratibu. Na mtu mwingine kwa mfano viazi sasa hivi vingi vinauzwa kwa kilo. Vitunguu sasa hivi vingi vinauzwa kwa kilo. Karoti ndio sasa, karoti vinauzwa kwa kilo. Pilipili hoho ndio uwezo kukuta nauzwa, yani yote ukienda unakuta. Bado unaona nyanya ndio bado zinapangwa kwenye mafungu, watu hawajaingia, lakini ninaamini baada ya muda na wenyewe wanaanza kutoka taratibu. Sasa kwenye swala hili la kununua gesi ya kupikia nyumbani, mtu anaweza kujuaje? Kwa sababu ule mtungi wenyewe una kilo zake, alafu ile gesi iliyomo mule ndani nayo ina kilo zake, kwamba sasa mimi hapa nataka kuhakiki kwamba hii gesi nilionunua ndio kipimo sahihi ninachopaswa, anafanya. Okay, asante ndugu mtangazaji. Utaona pale ile cylinder imeandikwa labda kilo 61.5. Kwa maana ya ule mtungi. Yani ule mtungi. Jumla. Kwa hiyo maana yake hii unachukua 15 gesi jumlisha ile kasha au cylinder ambayo itakuwa ni 16.5. Kwa hiyo kila muuzaji wa gesi ya majumbani lazima awe na mzani. Kwa hiyo ukifika pale usichukue tu, pima, alafu ndio itafika mahali utamwambia rudisha huo, pima mwingine mpaka upate. Kwa unachohakiki ni ile iliyoandikwa pale 31 point. Ukiangalia kilichoandikwa kwenye mtungi ndio unapima kwamba huu sasa ndio uko, na inatakiwa isome hivyo. Hata kama itakuwa asilimia labda 0.5 tofauti, lakini sio inatakiwa. Shungu, umezungumzia swala hapa kwamba pale bandarini mnaanza kukagua tangu meli imeingia kabla haijashusha hayo mafuta. Haya mambo ambayo maana inaonekana kama kuna tatizo kubwa kiasi ambacho lazima lifuatiliwe kwa karibu kiasi hicho. Nyinyi mnatembea nchi nyingi tu na wenzetu nao wanafanya hivyo. Unapoongelea vipimo
ni standard za kidunia. Kuna shirika ile ambalo limeanzishwa mwaka 1955, International Organization of Legal Metrology, shirika la vipimo duniani. Ile limetoa miongozo yote, ndani ya meli kifanyike nini, kwenye flow meter kifanyike nini, kwenye matenki kifanyike nini, miongozo yote imetoka. Kwa hiyo kila kinachofanyika hapa Tanzania ndio kinachofanyika Marekani, ndio kinachofanyika. Miongozo maana ile ni shirika la wanachama wote, taasisi zote za serikali za vipimo. Kwa hiyo utaona zinaingia. Kwa hiyo atakayefanya India ndio atakayefanya Tanzania. Ni standard kabisa. Kwa dakika zetu hizi chache tuzungumzie Rumbesa. Maana hili ndio limekuwa tatizo. Na kabla ya Rumbesa, anaandika msikilizaji wetu Martin Ngwatu kutoka Kimara Mwisho, Dar es Salaam. Anasema jamani, wakala wa vipimo bado elimu inahitajika mno, maana uelewa wa wananchi ni kwenye yale mambo waliokariri miaka na mikaka. Kwa hiyo ni msisitizo tu kwamba jamani, jueni hivyo kwamba elimu inahitajika mno bado. Haya, turudi kwenye Rumbesa sasa. Naam, Rumbesa hili ni tatizo ambalo serikali pia imeshalizungumza mara kadhaa. Hata waziri mkuu jana amesema hivi, hii si mara ya kwanza wala ya pili. Tunazungumza mpaka sasa wizara zimepewa kazi maalum, TAMISEMI, viwanda na biashara, na wizara ya kilimo, kwamba fuatilieni hili, tunataka haraka iwezekanavyo liishe. Kwa hiyo asiofahamu Rumbesa kwanza mueleweshe. Kwanza Rumbesa ni nini? Rumbesa ni ufungaji wa bidhaa za mashambani ziwe kilo 100. Zikizidi ni 5, kwa hiyo 105. Sasa kuna wakati mwingine mtu anaita Rumbesa hata ziko kilo 90, kisha style ya ufungaji labda ina kishungi huku juu anaita Rumbesa, lakini ukipima unakuta 99 au 100 au 102. Hiyo kwetu sisi wakala vipimo sio Rumbesa. Ndio maana mnaona tarehe 18 na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam walikuwepo wakurugenzi wa halmashauri ambao ndio TAMISEMI. Ukiweka kilimo, ukiweka wakala wa vipimo, sasa inakuwa ni mtambuka. Rumbesa inatokomezwa kwa timu. Mlipokuwa pale Kariakoo, tulio na wakurugenzi walikuwepo. Mtangazaji, mfano sasa, kila soko lilikuwa na mzani kwamba na halmashauri ikatoza kwa kilo. Kama nikupa mfano, labda gunia moja, labda ushuru ni shilingi 1000. Ukigawa kwa shilingi kwa kilo 100 unapata kama shilingi hela fulani. Kwa hiyo hiyo kilo itatozwa kwa nani? Kwa hiyo Rumbesa obviously itakufa, kwa sababu kila atakayefungasha kwamba bwana ni kilo sio gunia, obviously itakufa. Kwamba nimepakia magunia yangu 20 yenye kilo fulani. Nikifika Kariakoo, nikifika soko la Mabibo, nikianza kushusha, halmashauri anaanza kunitoza kwa kilo. Sio kwa gunia. Sio kwa gunia. Obviously Rumbesa fanye inakufa. Kwa sababu utaanza kutoza kwa kilo. Nashoni mmeshaanza kufanya hivyo. Kama nakumbuka mara mwisho nilikuja hapa nilikwambia nahitaji mashirikiano. Na nadhani nimeona juzi tarehe 18 kwa mashirikiano na watu wa halmashauri. Mkuu wa mkoa amekuja na ametoa wito kwamba tushirikiane na serikali kwa ajili ya kupata vipimo sahihi. Kwa hiyo hilo tumeunganika kwa ajili ya kuondoa masoko. Kwa hiyo tunatumaini mzigo ukija pale utapimwa. Sawa. Kwa kwamba na kuonyesha kwamba kuna mkuu wa mkoa amezamilia kwenye hili, akagawa na mizani kwa baadhi ya masoko. Especially ya ile ambayo ina Rumbesa nyingi. Kwa mfano amegawa mizani mkubwa Ilala, amegawa Kariakoo, amepeleka Mabibo, amepeleka soko la Stereo, ambayo hayo sasa hatutarajii tena mtu wa pale mzigo umekuja ukaingia sokoni pia amegawa mizani midogo ambayo kwenye soko la kimataifa Kariakoo hatutarajii mtu asitumie mizani, lakini hawatumii, wamekuja tunazoea. Sasa pale ndio nembo ya nchi, lazima tuhakikishe pale mizani inatumika. Lakini tumelipongeza na mkuu wa mkoa amelipongeza soko la Kisutu. Soko la Kisutu hamna mambo ya visado sio nini. Kwa hiyo inaonekana ni kuna kumbe inawezekana kama soko zima halina visado wanatumia mizani, kitu kama hivyo.
Sawa, sisi tunawashukuru. Ujumbe ni mwingi, yani kiasi kwamba nikisema nasoma tutafika mpaka kesho. Kila mtu visado nini, yani malalamiko ni mengi, lakini kwa vile leo ndio maadhimisho ya siku ya vipimo duniani, sina shaka mnalo jukumu, elimu iendelee kutolewa, na wakati mwingine, mara nyingine tutawaalika tena hapa studio. Hatutosubiri siku ya vipimo tena, tutawaalika ili kutoa elimu zaidi. Tunawashukuru kwa kuja na tuwatakie kila la heri kwenye majukumu yenu ya kila siku na kwenye maadhimisho pia ya siku ya vipimo duniani. Asante sana. Msikilizaji, studio tulioalika meneja wa wakala wa vipimo kutoka kitengo cha bandari Alfred Shungu, lakini pia umemsikia meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Ilala hapa Dar es Salaam, Muhono Nashon. Leo tulikuwa tukiangalia kampeni ya kutokomeza vipimo batili. Sina shaka umeelimika na ulioyasikia, kwa maana leo ni maadhimisho ya siku ya vipimo duniani.